Mwanachama wa ACT Wazalendo ndugu Luhaga Mpina amekataa kukutana na Tume Huru ya Uchunguzi wa Matukio ya Uvunjifu wa Amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Taarifa hiyo imetolewa na chama cha ACT Wazalendo kupitia kurasa zake za mtandao wa kijamii, ambapo imeeleza kuwa alipokea barua kutoka tume hiyo ili aweze kutoa ushirikiano wa uchunguzi wa matukio ya Oktoba. Nikinukuu barua ya Luhaga Mpina aliyoijibu tume yenye kichwa cha wito wa kukutana na Tume ya Rais ya kuchunguza matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, inasema: tafadhali husika na somo tajwa hapo juu. Nakiri kupokea barua yako yenye kumbukumbu namba SAE 351/527/01 ya tarehe 21 Januari 2026 ikinitaka kufika kukutana na tume tarehe 31 Januari 2026 kuanzia saa 8 mchana hadi saa 9 alasiri katika ukumbi wa Manyara, Benki Kuu ya Dar es Salaam. Utakumbuka kuwa mnamo tarehe 18 Novemba 2025 chama changu cha ACT Wazalendo kilitoa taarifa ya umma kuwa kinapinga na kinakataa kabisa tume iliyotangazwa na Rais Samia Suluhu Hassan kuchunguza matukio ya tarehe 29 Oktoba 2025 na siku zilizofuata. Chama cha ACT Wazalendo kiliweka wazi kwamba hakitashiriki kwa namna yoyote ile katika uchunguzi utakaofanywa na tume hii. Hatutatoa ushahidi wala kutoa ushirikiano wowote, kwani tunatambua kuwa ni chombo kisicho huru na kitakachotegemea maagizo ya serikali. Na hata nilipozungumza na vyombo vya habari tarehe 6 Disemba 2025, ambapo niliunga mkono msimamo wa chama kuwa tume hiyo sio huru na imeundwa bila kuzingatia kanuni na taratibu za usuluhishi wa migogoro. Hivyo basi, kwa heshima kubwa na kujulisha kuwa sitaweza kuhudhuria wito huo kwa ajili ya majadiliano. Pamoja na barua hii nimeambatanisha nakala ya tamko la ACT Wazalendo na kushukuru kwa ushirikiano. Mwisho wa kunukuu. Tume ya kuchunguza matukio ya Oktoba 2025 chini ya mwenyekiti Jaji Othman Chande inaendelea kuchunguza na kubaini kiini cha matukio hayo kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Mimi ni Yohana Mashauri na hii ni Open Online Media.